ambavyo baada ya kupokea wito tukawaza ni kwa namna gani tutaenda mtaa tupendane, tutakutana na watu katika ule mtaa, tutahubiria habari za Yesu, kwamba kuna mwanamume mmoja aliacha enzi mbinguni akashuka katika uso wa nchi akatufia msalabani, damu na maji ikamwagika bavuni mwake, akaachilia mauti pale, siku ya tatu akafufuka. Amekuja kukwambia anakuhitaji tena. Dhambi ulionayo sio wewe ulifanya dhambi sana, kuna watu waliofanya dhambi kuliko hiyo ulionayo. Kama ni kukata tamaa, kuna watu walikata tamaa kuliko wewe jinsi ulivyokata tamaa. Kama ni kuvunjika moyo, kuna watu waliovunjika moyo kuliko wewe ulivyovunjika moyo. Sikiliza nikwambie, kama ni ulevi, kuna watu wamelewa kuliko hata wewe jinsi unavyolewa. Kama ni kuuza pombe, kuna watu wameuza pombe kabla hujazaliwa na mpaka leo wanauza pombe na bado walimwacha. Waliacha hizo biashara, waliacha ulevi, waliacha zinaa, waliacha washerati na wakamwendea Yesu. Wewe ni nani ushindwe leo? Wewe ni nani ushindwe kubadilika? Una kiasi gani ushindwe kubadilika? Una maovu kiasi gani hata usimrudie Mungu aliyekuumba? Ndio. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Baada ya Ibrahimu kumwambia Mungu, basi hata kama kuna mtu mmoja usiteketeze ule mji, ndipo ambapo Mwanzo 19 inaniambia wakaenda malaika wawili katika mji ule wa Sodoma na Gomora. Walipofika katika ule mji, Lutu aliwaona. Baada ya kuwaona, akagundua wale sio watu wa kawaida, akagundua wale wanataka na habari njema, akajua ule ugeni ni wa kipekee sana. Lutu alipiga mbio na kwenda kuwalaki na kuwakaribisha nyumbani. Sikiliza nikwambie, malaika kwanza walimwambia hapana, hatutaingia nyumbani mwako, sisi tunakwambia tu ujumbe alafu tunaondoka. Lutu akukubali. Sema Lutu akukubali. Lutu akukubali. Lutu akukubali. Lutu akukubali. Lutu aliwahimiza. Lutu akasema nao. Lutu akaongea nao. Lutu akawaambia habari. Sikilizeni, ni lazima muingie nyumbani kwangu, ni lazima muingie malangoni mwangu, ni lazima mje chini ya paa la nyumba yangu. Kwa nini? Kwa sababu Lutu alielewa hawa watu ni baraka, hawa watu ni uponyaji, hawa watu wana habari njema, hawa watu wamekuja kusema hapana, kuna neno la kimbingu ambalo anatakiwa niambie siku ya leo. Lutu alikangana, Lutu alishikilia, Lutu akawakamata, akasema hapana, haiwezekani, ni lazima muingie nyumbani kwangu, na ndani ya ufahamu wako lazima useme hakika hili neno litakalohubiriwa, linaloendelea kuhubiriwa, ni lazima liingie ndani ya moyo wangu, ni lazima liingie ndani ya fahamu zangu, ni lazima nibadilike kuanzia leo. Kama ambavyo Lutu aliwaambia wale watu wawili, ingieni nyumbani mwangu, ingieni, akawasihi, akawabembeleza, akawaambia ingieni nyumbani mwangu. Ndivyo ambavyo natakiwa mwambie Yesu jioni ya leo, nami ingia kwangu, ponya maisha yangu, niondolee misiba, niondolee machozi, niondolee maumivu, niondolee ngeo, niondolee mateso. Yesu ingia ndani yangu. Haleluya. Amina. Lutu akawaambia wale watu waingie, na wakaingia ndani mwake. Watu wa mji wakatambua ya kwamba kuna watu wamekuja hapa ambao sio wa kawaida, na wameingia kwenye nyumba ya Lutu. Watu wa mji ule wakaenda kuanza kumtafuta Lutu, wakaenda kugonga pale. Wale watu wa mji majirani, jamii ile ya mgororo ya enzi hizo ambao ni Sodoma na Gomora, wakamwambia Lutu, tunawataka hao wageni waje nje. Lengo lao ni nini? Shetani alikuwa anataka azuie kusudi la watu kupona. Kwa maana wale watu tayari, kwa sababu walikuwa tayari wana uovu wa kutosha ndani yao, na walijua hawa ni wageni ambao ni wema, wameleta habari njema, lakini kabla hajaileta habari njema, tuwaue, tuwateketeze, tuwaangamize, ili kabla lile kusudi la Mungu halijatimia wawe wamekufa. Ni mara ngapi watu wanapewa hela wakaoe wachungaji, wakaoe watumishi wa Mungu? Shika hii pesa, kaweke sumu. Shika hii pesa, mpigeni risasi. Nini asihubiri Injili? Nini asiendelee kuombea watu wakapona? Haleluya. Amen.
Wakati ulipofika watu wakagonga mlango, watu wakatikisa mlango, mtu akatoka nje. Mtu alipokuta kutana nao wale watu, wakamwambia tunataka wageni walioingia ndani yako humu ndani. Mtu akuangalia thamani ya kitu chochote. Mtu alichoangalia akasema hao wageni ni wa maana sana. Akaambia sikilizeni, nina mabinti wangu wawili ambao bado hawajamjua mwanamume, naomba niwatoe mabinti zangu wawili, alafu kisha muache hao wageni. Wale watu wakakataa, wakasema hapana, tunawataka hao watu humu ndani. Wakati wakianza zile vurugu pale, sikiliza nikwambie, wale watu wawili waliokuwa wameenda pale nyumbani kwa Lutu wakanyoosha mikono yao. Walipoinyoosha mikono yao, wale watu wa nje wakapigwa upofu, wakamvuta Lutu ndani. Wale watu kwa sababu ya nguvu waliokuwa nayo, kwa sababu ya uwezo waliokuwa nayo, wale watu wa nje, ile jamii iliyokuja kufanya fujo, ile jamii iliyokataa habari njema, walikuwa wakizunguka ile nyumba usiku kucha, wanazunguka wanatafuta mlango uko wapi, wanatembea wanatafuta mlango uko wapi, kila wakipapasa papasa hawaoni mlango, hawaoni dirisha. Sawa, nyumba hii hapa, sawa, mahali ni hapa, hao wageni wameingia hapa, lakini mbona hatuwaoni, mbona hatuwafikii, mbona hatuwakuti? Walikaa usiku kucha wanatafuta mpaka walipochoka, wakazunguka, wakatembea, wakiangalia ni kwa namna gani tunaweza tukawapata watu hawa, ni kwa namna gani tunaweza tukawaoa watu hawa. Lakini sikiliza nikwambie, ulitoka uwezo kutoka juu, ulitoka uwezo wa kimbingu, ulitoka uwezo kwa Baba, ulitoka uwezo kwa aliyewatuma wakaingia kwenye nyumba ya Lutu. Na kwa sababu ya kuingia kwenye ile nyumba ya Lutu, hakuna uovu uliofanyika, hakuna uovu uliofanyika. Lutu alikuwa salama, watoto wake walikuwa salama, mke wake alikuwa salama, familia nzima ilikuwa salama, wageni walikuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu Lutu aliwahimiza, Lutu aliwasisitiza, akasema ingieni ndani mwangu, ingieni ndani mwangu ili nipate kupenda, ingieni ndani mwangu ili nipate kuwa salama. Sikiliza nikwambie, jioni ya leo mwambie Yesu, ingia nyumbani mwangu, ingia kwa watoto wangu, ingia ndani ya moyo wangu, Bwana, ingia kwa mume wangu, ingia kwa mke wangu, ingia kwa jirani zangu, ingia Bwana hapa Mgololo, ingia Bwana katika bonde la Mgololo ili tupate kuwa salama. Shetani akitutafuta, shetani akizunguka apate mlango wa kuingia, asione. Kwa sababu ananiambia wale watu walipokuwa wakitembea wakizunguka kwenye ule mji wakitafuta mlango wa kuingia na wasiukute. Sikiliza nikwambie, mpe Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako. Shetani atahangaika kukupata, shetani atazunguka asikuone. Kwa nini? Kwa sababu atafunga mlango, atampiga upofu asikupate popote. Haleluya, amina, haleluya, amina. Tunaendelea. Haleluya, amina. Baada ya taarifa zote, baada ya kupigwa upofu, asubuhi wale watu wakaondoka. Lutu akapewa ujumbe, wachukue watu wa nyumbani mwako uondoke nao, kwa sababu huu mji ninakwenda kuuteketeza, huu mji ninakwenda kuuangamiza. Huyo Lutu. Haleluya, amen. Alipopewa taarifa, alienda akamwambia mke wake, mama, tuondoke, dunia imeharibika, Bwana ameshuka, hasira ya Bwana imeshuka, mama, tuondoke. Akamwambia binti zake, wanangu, tuondoke, hapa kumechafuka. Waswahili wanasema leo kimeshanuka, bahari imechafuka, hapa tuondoke. Mama akaelewa somo, watoto wakaelewa somo, akaenda kwa wakwe zake, akaenda kuambia kwa wale vijana walioposa mabinti zake, walioambia mabinti, ninakupenda, I love you, my sweetie, my chocolate, my carpet, my mtelezo, my everything, my soul, my coat, my underwear, my bed, my kila kitu, my everything. Akaenda kwa wale walioambia watoto wake, my parachichi, my mango, my what, my strawberry, my apple. Sikiliza nikwambie, Baba alitambua thamani ya wakwe. Baba aliona thamani ya wakwe. Wabinti zake watahitaji waume, akasema hapana, nao nisiwaache, hapana, nisiondoke. Wao wakateketea. Huko tunapokwenda hatutajua
ni wapi? Tutajuaje na mtakuwa katika namna gani? Akabidi awaambie na vijana, lakini sikiliza nikwambie, Biblia inanipa ujue, inanipa mstari ambao ukaja kunisikitisha, mstari ambao ukaja kunihuzunisha. Biblia pale chini kaandika, baada ya Lutu kutoka na kwenda kuongea na wakwe zake, lakini Lutu alipoambia wakwe zake kwamba sasa tuondoke, Sodoma na Gomora inaharibika, lakini Lutu alionekana kama anacheza twist mbele za wakwe zake. Lutu kila alipoongea alikuwa kama anacheza twist mbele za wakwe zake. Haleluya, anawaambia lakini wanaona kama anacheza kanyaga. Haleluya, amina. Wakwe zake sio alikuwa ni Gen Z nao. Haleluya, amina. Biblia inaniambia Lutu alipokuwa akisema, wakwe zake walimuona kama anacheza, sio kama anacheza. Dhambi ilikuwa imeingia ndani yao, uovu ulikuwa umeingia ndani yao, uasi ulikuwa umeingia ndani yao, ubaya ulikuwa umeingia ndani yao, kila kitu cha shetani, mapando yaliyo maovu yalikuwa umeingia ndani yao. Hata baba yao mkwe alipokuwa akiongea hawakuweza kumwelewa, hawakuweza kutambua huyu ni kitu gani anaongea, huyu anasema habari gani, pamoja na kwamba yamkini walipata ushuhuda wa yale yaliyotokea jana usiku, kwamba kuna watu walienda nyumbani, walizunguka katika ule mji wasione mlango wa kuingia, wakashindwa na kufanya fujo, pamoja na kwamba wameuona ushuhuda, lakini bado baba mkwe alipopeleka taarifa kwamba tuondoke, toba Bwana anakuja kuharibu mji, walimuona Lutu ni kama mtu anayecheza. Sikiliza nikwambie, kati yetu hapa hakuna ambaye hana ushuhuda wa Yesu. Kati yote tunazunguka, kila anayesikia sauti hii, hata aliyepo nyumbani, hakuna ambaye hana ushuhuda kuhusu Yesu, hana ushuhuda wowote kwa kile ambacho Mungu ametenda kwenye maisha yake, kwa kile ambacho Mungu ametenda kwenye familia yake, kwa ndugu zake, ama katika eneo analoishi. Kila mmoja ana ushuhuda kwamba ameamini Mungu yupo. Na kama hujaamini Mungu yupo, kama unaamini kuna uchawi, basi nakwambia huo uchawi ni wa shetani. Na elewa kama kuna uchawi, basi elewa kuna uganga, kuna wokovu. Na kama unaamini kuna shetani, basi elewa kuna Mungu. Haleluya, amina. Wakwe zake walimuona Lutu kama anacheza. Ndio alipoambia habari za wokovu, alipoambia habari za kuokoka, moto unashuka, moto unakuja, nchi inakwenda kuangamia. Maana kilio cha nchi kimefika mbinguni, maana ardhi imeshasema, maana bonde limeshitaki kwa Mungu, maana bonde limetolea maelezo. Lakini pamoja na hayo, wakwe zake walimuona Lutu kama anacheza. Sikiliza nikwambie, muwe mtaa unaishi, mtaa tupendane, na wewe uliopo Mgololo kwa ujumla, hatujaja hapo kucheza. Hatujaja hapa ili tukuimbie, hatujaja hapa tukutaka upige kigelegele. Hapana, tumekuletea habari za wokovu, tumekuletea habari ambazo zitakubadilisha maisha yako. Bado unatamani mbele za Mungu, bado anakupenda, bado Mungu anakuhitaji, bado Mungu anakutaka, kwa sababu ni wa thamani sana kwake, kwa sababu ni wa muhimu sana kwake, kwa sababu wewe bado ni chombo kwa Mungu, bado una kazi ya kufanya kwa Mungu, kuna kusudi Mungu amekuumbia. Leo unaishi, kuna jambo Mungu anakutaka, alitaka usikilize leo kwamba nitamleta mtumishi wangu hata kuja kucheza. Hiyo anakuja kukuletea habari za wokovu, kama ambavyo Lutu alipeleka kwa wakwe zake. Nami nakuletea jioni ya leo, nami nakuja kuongea na wewe mpendwa. Badilisha maisha yako. Sijaja kucheza mbele zako, sijaja kukupigia kelele, bali nimekuletea habari za Kristo, bali nimekuletea habari za wokovu, nimekuletea mfumo wa kubadilisha maisha. Sikiliza nikwambie, kutoa mimba sio mpango, kukataa mimba sio mpango kwa vijana. Sikiliza nikwambie, kuoana ndoa za jinsia moja sio makusudi ya Mungu. Haya yote ni machukizo mbele za Mungu. Mungu anakuangalia, Mungu anakupenda, aje kukusudia ubaki katika ulevi, aje kukusudia ubaki katika zinaa, aje kukusudia ubaki katika uharibifu wao wote. Ila kinachotakiwa ni wewe kukupokea maisha ya Yesu Kristo, ni wewe kumkabidhi Yesu maisha yako, ni wewe kumkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya, 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 haleluya.
Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Wewe ni thamani wa kabisa kwa Yesu. Wewe ni mtu wa thamani. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Ninapoongea habari hizi, usinione kama nacheza cheza. Amen. Lutu alipeleka taarifa kwa wakwe zake na walimuona kama anacheza cheza. Lakini mstari wa 15 kuendelea pale unaniambia Lutu alipewa maagizo, ondoka na familia yako, muende katika njia hiyo muendeayo. Na walipoondoka waliambiwa msigeuke nyuma. Walipofika mbele, mke wa Lutu aligeuka nyuma, na alipogeuka nyuma kawa jiwe la chumvi. Lutu na watoto zake wawili mabinti waliendelea na safari. Lakini sikiliza nikwambie, bado kusudi la Mungu alikuzuiliwa. Lutu alipotoka kwenye ule mji na binti zake, wakwe zake waliomuona anacheza cheza Lutu, wakwe waliomuona Lutu anacheza cheza, wakwe ambao walimuona Lutu anapoteza muda, wakwe ambao walimuona Lutu kama anataka tumuongezee mahali labda, au sijui anataka nini, anataka ailishe ndoa ya haraka. Sikiliza nikwambie, baada ya kukataa wokovu, walipopinga neno la Lutu, walipopinga neno la Lutu, maana yake wamelipinga neno la Bwana, walipewa promotion, walipewa ofa, walipelekewa ujumbe kama leo ninavyokuletea ujumbe, walipelekewa habari kama leo ninavyokuletea habari ya kwamba tuondoke, twende nchi Tanzania, tuondoke mazingira haya, kwa sababu Bwana atapateketeza mahali hapa. Sikiliza nikwambie, wale watu walikataa, wale watu walipinga, nami nakushauri jioni ya leo, usikatae hiki ninachokwambia, usikipinge hiki ninachokwambia, usibishane na haya maneno, kwa sababu niamini na kweli. Sikiliza nikwambie, tumepewa ujumbe kwamba twende kwa mataifa yote tukaihubiri Injili. Aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini ataangamia. Sikiliza nikwambie, safari ni moja tu, ni kuelekea kwa Kristo Yesu. Safari ni moja tu, ni kuelekea katika Kristo alipo. Macho ni mamoja tu, kuelekeza msalaba ulipo, kuiangalia Kalvari, kuiangalia Golgotha. Sikiliza nikwambie, Yesu alikuja ili upate kuokoka, nami leo nimekuja ili upate kuokoka. Kazi ni moja tu, ya wewe kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sikiliza nikwambie, moto utakaokutana nao ni mbaya mpendwa, moto utakaokutana nao uvumiliki. Moto ulishuka pale Sodoma na Gomora muda ulipofika, Lutu alipoondoka, kama ambavyo Biblia inaniambia, milango ya rehema itafungwa. Hakuna atakayeita Yesu akasikika, hakuna atakayeita Mungu akasikika, hakuna atakayeita Bwana atasikika, kwa sababu milango itakuwa imefungwa. Kama ambavyo Lutu alikwisha kuondoka na watu wake, alikwisha kuondoka na familia yake. Sikiliza nikwambie, moto uliposhuka, au kuangalia hawa ni wakwe, au kuangalia hawa ni vifyele, au kuangalia hawa ni watoto wanaonyonya, ule moto au kuangalia kuku, ule moto au kuangalia bata, au kuangalia migomba, ule moto au kuangalia parachichi, moto uliteketeza. Mungu alishusha moto wa kiberiti, Mungu alishusha moto kwa kiberiti, Mungu alishusha moto akateketeza nchi iliyolia, akateketeza watu waliofanya maovu mbele za Bwana. Sikiliza nikwambie, lazima niendelee kutoboa. Kama usiposikia leo, uijui kesho yako. Kuna watu walihubiriwa kama hivi leo, wakahubiriwa jioni kama hii namna hii, wakaambiwa habari za Yesu, wakaambiwa habari za Kristo, lakini hawakusikiliza. Walirudi kwenye magari yao. Tena bora tena unatembea kwa mguu. Alipohubiriwa dada mmoja, mtu mmoja, mhubiri mmoja zamani, Lyndon Muke, ananiambia, anashuhudia, anasema dada mmoja alihubiriwa. Alipohubiriwa alikuwa kwenye mkutano, wakati anahubiriwa alisikiliza. Mtumishi wa Mungu akaambiwa, yule pale nenda kamwombee, kwa sababu anaenda kufa baada ya hapa. Mtumishi wa Mungu alipomsogelea yule dada, lakini hakuweza kufanikiwa yule dada kukubali yale maneno. Akarudi tena yule dada, na baada ya mkutano na kuingia kwenye gari yake. Alipokuwa akienda na gari yake, alifika mahali sio mbali na pale, akapata ajali na yule dada akafa pale pale. Na baada ya kufa pale pale, taarifa zilikimbizwa kwenye mkutano, kwa kuna mtu ametoka kwenye mkutano na alipofika njiani na gari yake amepata ajali na amekufa pale pale. Sikiliza nikwambie, nikuulize jioni ya leo, huyu mtu alienda wapi? Alienda wapi?
Bwana sisikii sauti. Alienda wapi? Alienda jehanamu. Vizuri kunisaidia. Msiseme mhubiri umejitungia. Bora wote tumeelewa. Asante kwa sababu nao wahubiria wanauelewa, wanaufahamu, wana akili. Baada ya Yesu ni wewe. Haleluya. Jipigie makofi mahali ulipo. Jipigie makofi. Yule dada alikufa na maisha yake kaishia hapo, maana jehanamu ilikuwa ya kwake. Alipoambiwa okoka, mkabidhi Yesu maisha yako, alisema na dini yangu. Alipoambiwa mkabidhi Yesu maisha yako, alisema sijamwambia mume wangu, sijamwambia mke wangu. Nami nawe ndio jioni leo nasema sijamwambia sijui nani, sijasema kwa nani. Watu wa majirani watanielewaje? Sijui ndugu zangu watanielewaje? Lakini sikiliza nikwambie, habari ya wokovu sio habari ya watu wawili, sio habari ya watu watatu, kwa sababu andiko linaniambia watakuwepo wawili kondeni, mmoja atatwaliwa na mwingine atabaki. Watakuwepo wawili chumbani, mmoja atatwaliwa ataondoka na mwingine atabaki kusubiria moto. Sikiliza nikwambie, Mungu alipoona ya kwamba Lutu na watoto wake wameondoka, mke wake kawa jiwe la chumvi. Waliobaki hawakuipokea Injili, waliobaki walikataa maagizo ya Mungu, waliobaki hawakupokea habari za Kristo, waliobaki hawakuelewa Lutu anaongea nini. Watu waliteketea, watu waliangamia. Sodoma na Gomora ilifutika kwa moto. Sikiliza nikwambie, kabla kizazi chako hakijafutika, kabla yeye mwenyewe hujafutika, kabla ya ukoo wenu hujafutika, kabla ya Mgowero hujafutika, kabla ya Mafinga hujafutika, hata Iringa kufutika, hata Tanzania kuondoka mbele za Bwana. Leo ni siku yako ya kipekee sana. Leo ni siku yako iliyo special. Leo ni siku yako njema sana. Nimesimama mahali hapa kukuletea habari za wokovu. Nimesimama mahali hapa kukuletea habari za Injili. Mkili leo Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mkili leo Yesu ubadilishe njia zako. Mkili leo Yesu ubadilishe mwenendo wako. Sikiliza nikwambie, kama kuna wajanja, kuna walio wajanja kuliko wewe. Kama ni watu wenye akili, kuna watu wenye akili kuliko wewe, nao walimpokea Yesu. Wewe ni nani hata ushinde kumpokea Yesu? Una maisha magumu kiasi gani hadi ukate tamaa? Sikiliza nikwambie, hakuna kukata tamaa, hakuna kurudi nyuma. Mimi na wewe tuambatane, mimi na wewe tuandamane jioni leo. Tumwelekee Yesu mahali alipo. Dili ni moja tu, mchongo ni mmoja tu, ni kumwelekea Yesu. Mchongo ni mmoja tu, ni kumwelekea Yesu alipo. Haleluya. Haleluya. Tunapoenda kumaliza jioni ya leo, tunapoenda kumaliza jioni ya leo, ninahitaji watu ambao watakuwa tayari kumpokea Yesu. Ninahitaji watu ambao watakuwa tayari kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tena hata na huyo mleteni hapa, mleteni huku, asoge huku. Haleluya. Mpango ni mmoja. Fanya maamuzi leo. Chukua hatua leo. Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Sipo kuonekana kama Lutu alipokuwa akicheza mbele za wakwe zake. Haleluya. 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 Kazi ni njema. Ni zamu ya kijana, bado zamu yako. Haleluya. Mpigie Yesu makofi ya shangwe. Amen. Yesu anamuokoa kijana. Kwa sababu Yesu anamuokoa kijana. Kwa sababu Yesu anamuokoa kijana. Haleluya. Yesu anamuokoa kijana. Yesu anamuokoa kijana. Wewe kijana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Take through. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Navunja madhabahu. Navunja nguvu za kipepo. Navunja nguvu za giza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia sasa una mamlaka tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Navunja nguvu zote za giza. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakata kitovu, nakata asili yote. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
kombolewa kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakuja kwa madhabahu, nakuja na mabaya, nakuja na mabaya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakuja na madhabahu kipepo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Umeangamizwa kwa Yesu. Una tena mamlaka.